Ifuatayo ni historia fupi ya maisha ya mama aliyependwa Margareta Edward Kisaba, leo tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2026. Utangulizi. Nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu huu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Zaburi sura ya 121 aya ya kwanza hadi mwisho. Maandiko haya yanatufundisha leo kama wanafamilia na wote tunaosindikiza mama na bibi yetu mpendwa Margareta Edward Kisaba aliyetwaliwa na Mwenyezi Mungu kuzaliwa. Nawe utakuwa na furaha shangwe na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Luka sura ya kwanza aya ya 4. Mama Margareta Edward Kisaba akiwa katika kitongoji cha Maua Kati, kijiji cha Maua, kata ya Kibosho Kati, tarafa ya Kibosho, wilaya ya Moshi, mkoa wa Kilimanjaro mnamo mwaka 1948. Wazazi wake wakiwa ni Leoni Masika Kisoka na Maria Matiasi Mane. Sakramenti. Ubatizo. Amen, amen nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Yohana sura ya 3 aya ya 5. Mama yetu alibatizwa tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 1966 na kupewa jina la Margareta Mayawi katika parokia ya Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni, Kibosho Singo. Ekaristi Takatifu. Aulaye mume wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Yohana sura ya 6 aya ya 56. Mama alipokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu, komunio ya kwanza katika parokia ya Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni, Kibosho Singo mnamo tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 1966. Kipaimara. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Waefeso sura ya 6 aya ya 11. Mama aliimarishwa kwa mapana saba ya Roho Mtakatifu na kufanywa Mkristo mtimilifu tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 1966 katika kanisa la parokia ya Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni, Kibosho Singo. Kazi. Na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu, na kazi ya mikono yetu utufanyie thabiti, na kazi ya mikono yetu uithibitishe. Zaburi sura ya 90 aya ya 17. Mama Margareta alijishughulisha sana na kilimo, ufugaji na biashara ndogondogo sandisi mpaka aliposhindwa kwa sababu alianza kuumwa. Ndoa. Si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mwanzo sura ya 2 aya ya 18. Mama alifunga ndoa na Babu Edward Joseph Gayo Masaba mnamo tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 1969 katika kanisa la parokia ya Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni, Kibosho Singo, na wakajaliwa kupata watoto, kuwaona wajukuu na vitukuu. Ugonjwa na kifo. Mwanadamu alizaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi sio nyingi, naye pia Abrahamu yeye huchanua kama ua, kisha ukatwa kukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Ayubu sura ya 14 aya ya 1 hadi 2. Ilikuwa ni mwaka 2021 mama alipoanza kusumbuliwa na maradhi na shinikizo la juu la damu, yaani
pamoja na vipindi vya mgongo. Alipatiwa matibabu katika hospitali na zahanati mbalimbali kama vile Kibosho, Mtakatifu Yosefu Soweto na kwa Dr. Julius Arusha na hospitali ya Moyo Dar es Salaam. Mnamo siku ya Jumatano tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 2026, mama bibi yetu amka vizuri akaamua kwenda kumsalimia ndugu wake ambaye aishi mbali na nyumbani. Baada ya kufanya hivyo, alianza safari kwenda nyumbani taratibu. Akiwa njiani alipoteza fahamu na kuanguka chini, huku akitoka jasho tulivu na kuhema kwa shida sana. Zilifanyika jitihada za kukimbiza hospitali ya Mtakatifu Yosefu Soweto, ambapo baada ya kufika alipewa huduma ya kwanza na kupewa vifaa ya haraka sana kwenda hospitali ya mkoa wa Mbezi. Mama bibi yetu alifanyiwa vipimo na kugundulika kuwa amepatwa na pulmonary embolism au kuziba kwa mishipa ya mapafu inayozuia mtiririko wa damu. Madaktari walihangaika sana kuokoa maisha yake mpaka wakafanikiwa kumpa ruhusa na kurudi nyumbani. Hata hivyo, tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2026 hali yake ilibadilika ghafla, akapelekwa tena hospitali ambapo baada ya vipimo ikaonekana kuwa ana shida ya figo na moyo. Ilikuwa siku ya Jumanne tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 2026 saa 9 alasiri, Mwenyezi Mungu alipoamua kumpumzisha. Bwana alitoa na Bwana akatwaa, jina lake lihimidiwe. Wasifu. Mama bibi yetu Margareta atakumbukwa na kuenziwa kwa mengi sana, lakini makubwa sana ni alikuwa mtu wa sala, mwenye imani thabiti ya Kikristo na Katoliki. Alijaa upendo na heshima kwa jamii yote bila ubaguzi. Alikuwa mama karibu sana na mchapakazi hodari asiyekata tamaa hata alipokuwa anapitia mapitio magumu. Mama ataendelea kuishi miongoni mwetu kutokana na tunu njema alizotuachia, japo kimwili ametutoka. Raha ya milele Bwana apumzike kwa amani. Neno la shukrani. Tunatoa shukrani kwa Mungu muumba mbingu na nchi kwa kupenda kutupa zawadi ya uhai, kuitoa maisha na kumtegemeza kwa muda wa miaka 78. Tunalishukuru kanisa kwa malezi na huduma za kiroho walizompatia, sio tu akiwa na afya njema, lakini hata aliposhindwa kufika kanisani, mapadri, huduma parokia walifuata nyumbani. Tunawashukuru sana. Tunawashukuru mapadri na watawa wote kwa kutenga muda wenu na kushiriki nasi kumwombea mama yetu. Asanteni sana. Tunawashukuru ninyi nyote mlioungana nasi siku ya leo kutoka sehemu mbalimbali, ambapo sio tu mmetoa michango yenu ya hali na mali, bali pia mmejitolea kwa upendo mkubwa kuacha shughuli zenu za kila siku na kutusindikiza katika siku hii maalum na kumwombea na kumzika mama yetu Margareta Ibrahim Sawa. Tunawashukuru sana madaktari wote na wahudumu wote wa hospitali na zahanati alizotumiwa mama bibi yetu Margareta Ibrahim Sawa. Tungependa kuwataja kwa majina, lakini itoshe kusema asanteni sana. Juhudi zenu za kumrudisha mama zilionekana na kuthaminiwa na wanafamilia wote. Asanteni sana na
kuwa baba na mama hawapo tena, siache kusali pale nyumbani. Tunaamini wako nasi katika roho, na hivyo tunaungana nao katika sala. Tunawashukuru watu wote na vyombo vya utangazaji, Radio Maria na Katoliki Motion Online TV na vingine vilivyopo kwa kuwezesha watu ndani na nje ya nchi kushiriki katika ibada hii ya misa takatifu. Asanteni sana. Tunashukuru ninyi nyote, ndugu, jamaa na marafiki na majirani zetu, kwa upekee na upendo wenu kwa mama yetu na familia. Mmekuwa zawadi ya upendo wetu, ndiyo tukukuzia maumivu na kutujalia faraja na matumaini makubwa. Mungu Baba yetu wa mbinguni awabariki ninyi nyote. Hitimisho. Jiandae, muwe macho, kwa maana hamjui wakati mambo haya yanapotokea. Marko sura ya 13 aya 33. Apumzike.